akateremka kwenye gari, huku Michael akawa amebaki kwenye gari akimwambia Rafa, mwambie shemeji namsalimia sana. Rafa akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa, kisha akafunga mlango wa gari, huku Samson aliposikia mlango wa gari umefungwa, ndipo yeye akafunika daftari alilokuwa akifanyia mahesabu, akaliweka pembeni, alafu akanyanyuka na kuelekea kwenye kichochoro cha kuingia nyumbani kwa Bi Mwanaidi. Hali ya kuwa amemwona Rafa anasogea pale katika sehemu yao ya kazi. Hivyo ikabidi Rafa asimame kumtazama Samson kwa mshangao, huku Chris, Haji na Innocent wakabaki wametaharuki kumshangaa rafiki yao. Baada ya hapo Rafa akazuga kwa kuanza kutabasamu, japokuwa anahisi aibu kwa kila alichokifanya Samson. Ikabidi asogee pale katika sehemu yao ya kazi, akawasalimia katika hali ya uchangamfu, ambapo Haji, Innocent na Chris walimjibu pia kwa mchangamfu. Alafu Innocent akaongezea kwa kusema, naona leo umeamua kuja kutuvamia asubuhi. Rafa akamjibu, yeah, and of course na haraka sana nawahi kazini. Ngoja nionane na rafiki yenu mara moja. Haji, Innocent na Chris wakamjibu, sawa shemeji. Kisha Rafa akaondoka kuelekea ndani, huku Innocent, Haji na Chris wakabaki wanatazamana usoni. Alafu Haji akatabasamu na kusema, aya tuhusu jamani. Ikabidi Innocent wacheke, na ndipo akaendelea kufanya kazi zao. Rafa akaingia chumbani kwa Samson, akamkuta Samson akiwa amesimama ukutani, huku ameinamisha uso chini. Hivyo Rafa akaweka mfuko juu ya kitanda, huku akisema, Samson, nini kila lakini wanifanyia pale mbele ya rafiki zako? Samson akamjibu katika hali ya hasira, ulitaka nifanye nini sasa? Mimi nimefanya vile kwa sababu sikutaka kukuharibia mbele ya mwanaume wako. Rafa alipojibiwa hivyo, ghafla akaonekana kuwa mpole sana. Kisha akasema, Baby, I'm sorry kwa kila kitu kilichotokea jana. Sikutarajia kama ingekuwa vile, na wala sikupanga kukufanyia vile nilivyofanya. Yaani kila kitu pale kimetokea kwa bahati mbaya, lakini haina maana ya kwamba labda Michael nampenda zaidi yako. Hapana, sio hivyo. Samson akamtazama Rafa kwa macho makali ya hasira, huku akiema juu. Mara akaanza kuonekana akijawa na machozi machoni mwake, hivyo akaamua kugeuka pembeni. Alafu Rafa akachukua ule mfuko mweupe, huku akimwambia Samson, Alafu baby, jana umekasirika kiasi kwamba haukutaka hata kuchukua vitu vyako. Samson akanyamaza kimya bila kupokea ule mfuko mpaka Rafa akaamua kuweka pembeni. Kisha akafungua pochi yake na kutoa kitita cha pesa, huku akisema, Nimekuletea na pesa zako hizi, naomba uzishike. Samson akageuka kumtazama Rafa na kumjibu kwa ukali, Rafa, sina shida na pesa zako tena, naomba shike na hii. Akafungua draw na kutoa noti ya shilingi 10,000 akampatia Rafa, huku akimwambia, sina shida na hela zako Rafa hata kidogo,
Hivi alafu hebu nikuulize, kwani mimi unanichukuliaje Nimekuwa Mario, Kibenteni au Serengeti Boy kwako? Sasa sikiliza Arafa, nimechoka, baki na Maiko wako. Mimi and you, it's over. Arafa alishtuka na kuyatoa macho kwa mshangao, huku Samson akidondokwa machozi ambayo alijifuta. Alafu Arafa akamkumbatia Samson na kumwambia katika hali ya kuchanganyikiwa, No, Samson, huwezi kunifanyia hivyo tafadhali. Samson, mimi nakupenda. Samson, kwa nini lakini unafikia hivyo? Samson akamtoa Arafa mwilini mwake huku akisema kwa hisia kali za maumivu, sikuhitaji tena Arafa, hapa tulipofika inatosha. Mimi sina thamani yoyote tena kwako wewe. Sina thamani yoyote kwako na siwezi kuwa nayo kamwe. Umenidhalilisha vya kutosha. Nimekubali kuwa mimi sina hadhi ya kuwa na wewe. Michael ndo mwanaume anayekufaa, ambaye anaweza kukupatia chochote katika muda wowote na wakati wowote unapohitaji. Basi endelea kuwa na yeye. Mimi niache na ufukara wangu Arafa. Arafa akajikuta akidondoka machozi huku akisema, No Samson, mimi nakupenda wewe. Samson akageuka kumtazama Arafa huku akimwambia kwa hasira, nenda Arafa, mimi sikuhitaji tena hapa. Hakuna mahusiano tena. It's over Arafa. Please go and never come back here. Arafa akataka kuendelea kumkumbatia Samson, lakini Samson hakutaka kuendelea kukumbatiwa na Arafa. Hivyo alimtoa mwilini mwake na kuchukua pochi yake pamoja na ule mfuko mweupe aliofika nao, akamtupia kule nje. Kisha akajifungia mlango chumbani na kusimama pembeni ya ule mlango, huku akikumbuka nyakati tofauti tofauti za furaha kati yake yeye na Arafa. Wakati huo kule koridoni, Arafa akawa anajifuta machozi kwa kileso. Mara Zuena akatoka chumbani kwake kwa ajili ya kuelekea kwenye mizunguko yake. Akashangaa kumwona Arafa anafuta machozi, hivyo ikabidi Zuena amsalimie, lakini Arafa hakuitikia. Akawa bize kujifuta machozi. Zuena akapita na kutoka nje, ikiwa wakati huo Keti pia anatoka chumbani kwake. Akamwona Arafa akiwa anafuta machozi, ambapo alimsalimia, lakini Arafa hakujibu chochote. Hapo ndipo Keti alipouliza, Dada, wifi yetu, vipi, una tatizo gani? Mbona kama unalia? Arafa hakumjibu chochote. Akachukua mfuko pamoja na pochi yake, akaweka ule mfuko pembeni ya mlango wa Samson, alafu akatoka nje. Moja kwa moja akaenda kuingia kwenye gari, huku akisema, Michael, muda umekwenda sana, naomba niwaishe ofisini. Michael akamuuliza katika hali ya mshangao, Baby, are you okay? Mbona kama unalia? Arafa akamjibu, I'm okay baby, naomba uwashe gari tuwahi ofisini. Michael akamtazama Arafa kwa mshangao, huku akizidi kusema, Baby, hapana, nakujua vizuri sana, bila shaka haupo. Kabla hajamaliza kuongea, huku Arafa akamjibu katika hali ya hasira na kwa sauti ya juu, Michael, washa gari tuondoke. Nimesema niko sawa, unanichelewesha kazini ujue, au niteremke? Alafu akageukia pembeni
huku machoni akionekana kujawa na machozi yasiyotiririka. Michael alibaki hoi baada ya kuona kwa mara ya kwanza, alafu amemjibu kwa hasira na kumpatisha sauti kwa ukali. Ikabidi awashe gari na kuanza kuondoka, ambapo Michael alijikuta akiendelea kuendesha gari huku akifikiria, kwa nini alafu amerudi akiwa na hasira kiasi hiki? Yaani leo kwa mara kwanza ndo nimemuona mpenzi wangu akiwa amekasirika na amegombana na kaka yake, lakini hata kama amegombana na kaka yake ndo awe na hasira kiasi hiki? Okay, ngoja niwaache wenyewe, ni masuala yao ya kifamilia, mimi hayanihusu. Kama ataona yanafaa kuambiwa, basi hasira zake zitakapoisha atanieleza. Muda huo Samson akawa amekaa kitandani anajifuta machozi na kusema, taratibu nitazoea, hata kama nampenda, lakini acha aende. Ni heri ya maumivu haya nayopitia sasa kuliko maumivu hayo ambayo ningepitia kwa muda mrefu bila ya kuwa na mwisho. I'm done. Alafu akasimama mbele ya kioo akajitazama na kujifuta machozi vizuri ili yasionekane usoni. Ndipo akatoka kwenda koridoni ambapo alikutana na Bi Mwanaidi akiwa na ushangaa ule mfuko. Samson akamsalimia na kisha Bi Mwanaidi akauliza, hivi mfuko ni wako? Samson akamjibu, hapana, sio wangu. Bi Mwanaidi akasema, lakini nimekuta hapa pembeni ya mlango wako, au ni wa high sheet? Kwa sababu nimekuta pembeni yako, ndio maana nimeshindwa hata kumuuliza yeye, na pia najua atakuwa amerudi asubuhi, kwa hiyo amechoka kutoka kazini, siwezi kumwamsha. Samson akamjibu, sidhani kama ni wa high sheet, kwa sababu asingeweza kuweka hapa alafu yeye ingia ndani kulala. Mara Keti akaingia pale koridoni akitokea uani, akawasalimia Samson na Bi Mwanaidi. Ndipo Bi Mwanaidi akamuuliza, huu mfuko ni wako? Keti akamjibu, hapana mama, sio wangu. Huu mfuko hapa ameuweka yule mwanamke wake Samson, kwa hiyo itakuwa ni wa huyu Samson. Ghafla Samson akajibu kwa haraka na katika hali ya hasira, mimi sio mfuko wangu, si ufahamu. Kama vipi mama uchukue we wako? Ukikuta kinachokufaa chukua utumie, ukikuta kisichokufaa tupa bwana. Alafu akaondoka zake kwenda nje, huku Keti na Bi Mwanaidi wakabaki wakishangaa. Kisha wawili hao wakatazamana usoni kwa kubaki hoi. Ndipo Keti akaingia chumbani kwake huku akicheka, na Bi Mwanaidi akarudi ndani kwake pamoja na ule mfuko. Hakimu